Hali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya NGBF Adventist, na kushukuru kwa kuwa mwanafamilia, na siku ya leo na kukaribisha katika kipindi cha lesoni ya Bobea Andikoni. Lesoni ambayo ina umri kati ya miaka 19 hadi 35, na somo la leo ikiwa ni somo la 4 linasema kaeni ndani yangu. Mezani ninaye kaka Rafael Mshanga, ninaye Benia Chimagu, ninaye Mrs. Lubua, pasipo kumsahau kaka Musa Po. Na hapa ninamkaribisha Rafael Mshanga kutupitisha kwa ufupi lesoni hii inahusiana na nini. Asante sana dada Priscilla. Somo letu la wiki hii, kichwa cha somo kinasema kaeni ndani yangu, na limejikita katika sura ya Yohana 15. Yesu anapokuwa na wanafunzi wake anasisitiza kwamba wanafunzi wakae ndani yake kama ambavyo yeye ni mzabibu. Tawi haliwezi kukaa peke yake bila kuwa na mzabibu. Kwa hiyo Baba ndiye mkulima na Yesu Kristo ndiye mzabibu wa kweli, na wanafunzi pamoja na sisi sote ndio matawi. Kwa hiyo tawi haliwezi kuzaa matunda kama halijakaa ndani ya mzabibu wa kweli ambaye ndiye Yesu Kristo. Kwa katika somo hili tunapata namna ambavyo Yesu anaendelea na mafundisho yake, jinsi ya kuweza kuwasisitiza wanafunzi na kuwaasa kwamba bado wanapaswa kukaa ndani. Matunda yanatoka kwake kwa sababu yeye ndio anatoa virutubisho vyote, kwa kama mti ambavyo unapokea, kama matawi yanavyopokea kutoka kwenye mti. Amen. Na hivi ndivyo ambavyo tunaanza somo la leo, na kukaribisha kufuatana na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na ninaamini utabarikiwa. Asante Priscilla, Madam Priscilla, kwa kukaribisha katika somo jingine hili. Basi katika kipindi hiki tuko somo la 4. Ulitoka kwenye somo lililoisha iliyosema darasa linaanza. Je, bado tuko darasani? Tutaendelea. Basi madam, karibu tuletee ombi kabla tujasonga mbele. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa wema na fadhili zako. Tunasema asante kwa kutupatia nafasi nyingine katika siku hii ya leo. Tunapoenda kujifunza neno lako, tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze ili ya kwamba likaweze kuwa msaada katika maisha yetu. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Somo linasema kaeni ndani yangu.
ninaona picha ya msisitizo wa Yesu akiwasisitiza na kuzungumza na wanafunzi wake, akiwaambia kaeni ndani yangu. Tulitamatisha na sura ya 14 ya kitabu cha Yohana. Leo tunaanza sura ya 15. Ni nini hasa leo tunakuja nacho, tunakiangazia katika juma hili la 4? Sasa unapozungumza kwenye hitimisho la sura ya 14, kabla hapo alizungumza habari ya wasifadhaike wanafunzi kwa sababu ya kile kinachoenda kutendeka, na tuliona kwa ujumla kwamba kwa nini wasifadhaike, kwa sababu yanayokuja yanafadhaisha. Kiambiwa uwe hodari kama tulivyozungumza, ina maana yanayokuja yanakuleta sehemu ambayo unakosa ujasiri. Kwa hiyo tulimaliza sura ya 14 kwa Yesu anawaambia kwamba amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapayo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo, msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Lakini fungu la 29 Yohana 14 anasema, na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Kwa hiyo dhima ya maongezi ambayo Yesu alikuwa anayajenga, kikubwa ilikuwa ni kwamba anawapa taarifa ya uhalisia wa kile ambacho kinaenda kutokea. Sababu ni nini? Ili itakapotokea, kwanza kuna jambo la kuamini. Sawa. Lakini 2, kutokuwa na woga kwamba tulishatabiriwa. Kwa hiyo baada ya kumaliza sura ya 14, naingia sura ya 15 kitabu cha Yohana. Moja kwa moja sasa msisitizo unakuwa ni jinsi ambavyo Yesu anawashirikisha kwamba wakae ndani yake. Kumbuka kwamba mazingira sasa yanabadilika. Darasa linaendelea, lakini katika situation au location nyingine, settings zinabadilika. Kwamba walikuwa katika orofa ya juu, chumba cha juu katika karamu inapoanza, lakini sasa wanaenda kuelekea Getsemani. Kwa hiyo haya maongezi yanaendelea kana kwamba ni mzazi anaendelea kuambia wanawe na saha zinaendelea. Sawa. Sasa na mimi katika kujifunza kwangu ninaona muunganiko wa somo hili ambalo linasisitiza tubaki ndani ya Kristo ili tuzae matunda. Na kubaki ndani ya Kristo ili tuwe na upendo. Tubaki ndani ya Kristo ili tuwe na utii. Na pia tunasisitizwa habari ya kujiandaa na chuki. Hili halikuwa tu kwa wanafunzi wa Yesu akizungumza nao, hata sisi linatuhusu pia. Na hapo tukiendelea katika hili somo letu la 4 ambayo inavyosema kwamba kaeni ndani yangu. Tukisoma katika hii sehemu ya kwanza, anaweza kuelezea vile ambavyo nimependa hii sehemu kwamba niweze kuisoma. Anasema, unapojua jinsi ya kumchukua mtu moyoni mwako na umehisi mzigo wa tatizo lake, jina lake litakuwa limechorwa rohoni mwako. Kwa hiyo wewe unayezungumza na watu faraghani, unahisi ule uzito wa roho, na naamini kwamba hili ndilo jambo ambalo wahubiri wengi wa kawaida wanahitaji kujua zaidi, na kisha watahubiri. Kwa hapa mwanzoni hapa tunaona kwamba Yesu anaposema kukaa ndani yake, ni kwamba unapokaa ndani ya Yesu lazima utamhisi, utakuwa unamhisi yeye mwenyewe ndani yake. Ndio maana hapa anasema kwamba jinsi ya kumchukua mtu ndani ya moyo wako ni lazima uchukue tatizo lake. Kwa hiyo Yesu yeye amechukua matatizo yetu. Kwa hiyo yeye, yani ndio maana natuomba kwamba tuweze kufanyaje, kukaa ndani yake. Na pia anaendelea kusema kama unavyoona uwezo wa kupata masomo ya kiroho katika maisha ya kila siku ni baraka ya kweli na chombo chenye nguvu na cha kufundishia. Yesu mwalimu mkuu kuliko wote alitumia mbinu hii mara kwa mara. Alipokuwa akizungumza na wavuvi, alitumia lugha ya wavuvi kuwasilisha kweli. Alipozungukwa na asili, alipata masomo kutoka kwenye mazingira yake ya asili. Alionyesha kwa ustadi kwamba ulimwengu wa asili unafunua upendo na asili ya Mungu. Kwa hiyo tunaona vile ambavyo Kristo anaendelea kutusisitiza, tunaona vile ambavyo Kristo anaendelea kutuonyesha namna ambavyo anatupenda. Na katika hili somo tuliona ile mtiririko kwamba anaendelea kutusisitiza kwamba tuweze kufanyaje kuhusu upendo. Na tulijifunza vile ambavyo tunaona kila mahali anasisitiza kuhusu upendo. Kwa hata yeye kutuambia kwamba tukae ndani yake ni kwa sababu anafanyaje, anatupenda na anatamani kwamba tuweze kukaa naye karibu. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo hili somo linavyoendelea kuleta mtiririko mzuri ambao unatusisitiza namna ambavyo anahitaji kwamba tuweze kukaa karibu na yeye. Asante. Anatamani tukae karibu na yeye, lakini pia
kwa namna ambavyo tunajifunza na kuona ni kwamba yale maisha ambayo aliyaishi anatamani na sisi ndio tuweze kuyaishi. Yaani yeye jinsi ambavyo Baba alikuwa ndani yake ndio maana aliweza kuwa na upendo. Kwa hiyo na sisi tutakapomruhusu yeye kukaa ndani yetu, ina maana ya kwamba tutakuwa na nini? Na upendo. Yes. Maana pasipo yeye kukaa ndani yetu hatutaweza kuwapenda watu wengine. Kwa ile dhana nzima ya upendo itakosa maana kama Kristo hatakuwa ndani yetu. Ila akiwa ndani yetu itakuwa rahisi sana kuonyesha upendo kwa mtu yeyote yule. Nimependa Yohana ambavyo yeye ametuonyesha ile Yohana mwishoni mwa Yohana 14 tumeona ambavyo Yesu anamalizia mafundisho yake na kusudi zima la kwamba kwa nini anawaambia. Sasa hapa anawaambia sasa ondokeni. Twendeni. Kana kwamba unaona hiyo picha ya Yesu sasa amezungumza mambo ya muhimu. Halafu wametekewa. Anambia oya, twendeni zetu. Sasa nataka kujifunza neno moja hapa kwamba watu walikuwa hawatarajia hayo mambo aliyowaambia Yesu. Sasa tumeona ile 13 walikuwa na ile hamaka, mimi niko tayari kujitoa uhai na nini kwa ajili yako. Hapa wametulia baada ya kuanza kupokea ule wasia sasa wa kile kitakachotokea na hali yote. Lakini sura ya 15 yenyewe inaanza Yesu anaanza kusisitiza sasa uhusiano wa ndani sasa. Na ndio ni watu anapokuja kusisitiza kwamba kuna matawi, kuna mzabibu, halafu na matunda na mkulima pia. Tukumbuke hayo hayawezi akawa pasipokuwa na mkulima. Maana haiwezi kujiotea. Sasa anakuja nasisitiza ya kwamba kuna kitu hapa nimekipenda, naomba nikinukuu. Anafafanua kwamba uwezo wa matawi, ni ukurasa wa 43. Uwezo wa matawi kuzaa matunda unategemeana na kudumu kwao katika mzabibu. Jambo ambalo najifunza na kuona ya kwamba uwezo wa wanafunzi wale kuendelea kuzaa matunda inategemeana na wao waliegemea na walidumu vipi kubaki kwa Mungu. Sasa tunafahamu hapo mwanzoni walielezwa habari ya Mungu, Yesu Mungu, na habari ya Baba wa mbinguni. Na niliona kana kwamba walikuwa hawaelewi huo utofauti. Sasa yeye aliwadhibitisha kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo tunapata somo ambalo linatujenga kubaki kwa huyu mkulima ambaye yeye atajua mbegu nzuri, atajua wakati gani ataipalilia, wakati gani imeiva, wakati gani avune. Na hapo nimependa hicho kipengele ulichosema kwamba uwezo wa kuweza kukaa ndani yake. Nilipokuwa katika kusoma nilipata nukuu kutoka katika kitabu cha Mama Ellen G. White cha Tumaini la Vizazi Vyote, sura ile ya 74 ukurasa wa 514 na 515. Anasema lazima njia ya mawasiliano kati ya mtu na Mungu wake iwe wazi wakati wote. Kama vile tawi la mzabibu linavyodumu kufyonza maji ndani ya madini kutoka kwa mzabibu ulio hai, ndivyo sisi tunavyopaswa kumng'ang'ania Yesu na kupokea kutoka kwake nguvu na ukamilifu wa tabia kwa njia ya imani. Mzizi hupeleka lishe yake kupitia kwa matawi mpaka kwenye tawi dogo la juu kabisa. Ndivyo Kristo anavyopitisha mkondo wa nguvu za kiroho kwenda kwa kila aaminie kwa muda ambao nafsi inakuwa imeunganishwa na Kristo. Hakuna shaka kwamba litapatwa na hatari ya kunyauka au kuoza. Kwa hapa inatuonyesha vile ambavyo kwamba ni mpaka sasa tuweze kuunganishwa na Kristo
Tusipounganishwa na Kristo ni kwamba sasa ile tawi litafanyaje? Litaoza. Lakini hapo hapo anaendelea kusisitiza kwamba Yesu alisema, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Mungu anatamani kupitia kwenu kudhihirisha utakatifu, ukarimu, huruma ambayo ni tabia yake. Lakini Mwokozi hawafanyi wanafunzi wake kujishughulisha ili kuzaa matunda. Yeye anawaambia wakae ndani yake. Kwa hapa tunaona kwamba pia Yesu anawaambia wanafunzi wake, yani hawapaswi, yani hawajishughulishi wao wenyewe kuzaa matunda. Kazi ya kuzaa matunda ni kazi ya nani? Ni Roho Mtakatifu ambaye anapokaa ndani yako. Sasa unapokaa ndani ya Yesu ndio unapata ile matokeo sasa ya kuzaa nini? Matunda. Kwa hiyo sio kazi yetu sisi wenyewe kuzaa matunda, ndio kama vile tunavyopewa mfano wa mkulima akienda shambani. Unapopanda shamba pale ni kwamba hata sisi tukienda kuhubiri Injili, kazi ya Kristo, yeye kazi ya Kristo ndio kufanyaje? Sisi kazi yetu ni kupanda mbegu. Lakini anayemuoteshaji ni nani? Ni Mungu. Na hapa anaendelea kusema kwamba mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo mtatendewa. Kristo anakaa ndani ya wafuasi wake kwa njia ya neno. Hii ni sawa na ule muunganiko muhimu unaowasilishwa na kuula mwili wake na kuinywa damu yake, maneno ya Kristo na roho ya uzima. Lakini hapo unapozungumza pia kukaa ndani na kutekeleza kile ambacho Mungu Yesu anakitaka. Tuliona kwenye sura iliyopita kwamba kana kwamba Baba na Yesu wako mbali. Hapa tunaletwa karibu. Yes. Kwa maana ya kwamba anaonyesha ushirikiano wa karibu. Na utakaposoma kule mwishoni ataonyesha pia kazi ya Roho Mtakatifu ambaye ataisema. Lakini sasa kwenye kwenda kuzaa matunda, wanaozaa matunda ni sisi tulioko ndani ya kanisa. Tunazaa matunda yapi? Tunatakiwa tufanye kipi? Ina maana tusipokuwa tumeunganishwa na chanzo, hatuwezi kuzaa matunda. Hatuwezi kuzaa matunda. Na kama hatuwezi kuzaa matunda, ina maana hatuna faida yoyote. Ndio maana anasema kwamba tawi lisilozaa uliondoa. Na kuliondoa si kwa maana ya kwamba kuliua, ni kulinyanyua kwa maana ya kwamba lipate uwezo. Kwa sababu wakati wowote linapounganishwa na chanzo, lina uwezo wa kusogea, lina uwezo wa kukua, lina uwezo wa kuzaa matunda ambayo yametarajiwa. Kwa hiyo hata ndani ya kanisa sisi washiriki, kuna wakati unaweza ukasema kwamba ukaona kwamba hauna umuhimu wowote. Lakini kila aliyeko ndani ya kanisa ana umuhimu. Ni kama kwenye mwili wa mwanadamu ukiangalia kope kana kwamba hazina maana yoyote. Lakini zikiondoka, siku zikiondoka na utakapopata madhara yake, sasa ndio utajua kwamba zina umuhimu. Kwa kila mshiriki ana kazi ya kufanya, ana kuzaa matunda kwa uwezo aliotoa, kwa uwezo aliowapatia wao ili waweze kuendelea kuwa ndani yake. Kwa hiyo ni kuendelea kuwa kwenye chanzo na kutoka kwenye chanzo ili tupate matokeo ambayo yanaendelea. Hatari kubwa ambayo tuko nayo ni kutokukubali kukaa ndani yake. Ila kama tutakubali kukaa ndani yake, kuna nyakati mbalimbali katika maisha ya Mkristo ambazo anazipitia. Kuna wakati unaweza ukaona kama vile hauna nguvu sana ya kufanya kazi ya Mungu. Lakini hiyo haitufanyi tukate tamaa. Tunatakiwa tuweze kusonga mbele ili kwamba pale Mungu ambapo anahitaji kututumia kuweza kuifanya kazi yake, tukisikia sauti yake akituambia, tunatakiwa tuweze kutii na kufanya kazi yake. Ila tutakapokataa, kila anapotamani kutuinua, sasa sisi ambao ni matawi, kila anapotamani kutuinua tunakataa, kila anapotamani kutuinua tunakataa, ndipo itafikia sasa ile hatua ya kwamba huu mzabibu unatakiwa ukatwe. Lakini kama tutakubali kuendelea kusikia sauti, tutapata nafasi siku hadi siku. Mungu anatupa nafasi, anatamani tuendelee kuzaa sana. Kuna mahali fulani pia amezungumza habari ya mti usiozaa. Nafikiri tunakumbuka kisa cha mtini kipo kwenye kisa kingine, lakini alipouangalia kana kwamba unaonekana majani yake ni ya kijani. Lakini alipouangalia hauna matunda, akakumbusha akasema ya kwamba hapa huu hauna faida, lakini ukaombewa nafasi nyingine. Kwa hiyo namna ya kunyanyua pia ni kupata nafasi nyingine, kwamba kupata upendeleo kwamba inawezekana labda kuna kitu fulani ambacho hatukifanya ndani ya uhusika wetu, ndani ya majukumu yetu. Sasa ni kubadilika na kufanya. Na kubadilika kunaanzia katika fikra. Unapobadilisha fikra, ina maana mwili wenyewe unakubaliana na kinachotendeka katika fikra. Mwalimu, nimejifunza pia ya kwamba matunda, hii kauli ya kuzaa matunda inayozungumziwa
tusitoke na wazo sasa una watu wakafahamu tunazungumzia habari ya mapela. Maana sasa tunaweza kufikiri tunazaa mapela, mapapai na manini. Itakuwa imeenda nje ya. Nimeona kwa muktadha wa somo hili matunda yanayozungumzwa yanajumuisha habari ya tabia njema ya mtu. Ambaye huyo tumemwona kuwa ni tawi ambaye anapokea uhai kutoka kwa Yesu, mzabibu wa kweli, ambaye ndiye mzabibu wa kweli. Lakini yanajumuisha pia habari ya upendo, maana ni sehemu ya tunda ambalo mzabibu anapenda kutoa. Lakini inahusisha pia utiifu, maana bila utiifu hauwezi kukubaliana na upendo wa Yesu ambao tuliona ya kwamba ni utiifu wa sheria yake. Lakini jambo jingine ambalo la msingi pia ni maana mimi leo ninaelewa habari za Kristo, najifunza habari ya Kristo na mwingine hafahamu. Kwa hiyo ili kuongezeka katika Kristo, manake habari ya kushuhudia habari za Kristo ni sehemu pia ya kuzaa matunda, na ndivyo kanisa pia linaongezeka. Na hapo ambako umesema itimisi hiyo, tukisema tunapata sasa hiyo dhana kwamba hayo matunda tunayoyasemea sio kwamba ni mapera au machungwa au nini. Lakini hapa tunachoona hapo sasa tunapata ile dhana moja kwa moja kwenye Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22 na 23, ambayo sasa ameorodhesha kwamba tunda la Roho. Kwa sasa tunda la Roho, kwa pale amesema tunda la Roho. Kwa hiyo tunda la Roho ndio sasa ile sasa anavyosema kwamba ni utii, ni uaminifu, ni nini, yani vile tabia njema, yani ndio ametajwa. Kwa hiyo ndio hiyo tunayosema kwamba sasa tusifikirie katika yale matunda tunayoyajua sisi. Lakini ndio hiyo ambayo umeikumbushia sasa, ndio sasa nini ni ile matokeo ambayo sasa mtu hapa ambaye haelewi vizuri anaweza akasoma hii Wagalatia 5 mstari wa 22 hadi 23. Imezungumzia vizuri sasa kwamba tunda la Roho ni nini ambayo sasa ndio Kristo anataka tufanyeje, tuyazae. Lakini hapo sasa tukisoma hii sehemu ya 43 kuna kipengele anasema kwamba yeye ndiye chanzo chetu cha nguvu na yuko upande wetu, si kinyume chetu. Lengo ni kutuandaa kwa ajili ya kuzaa matunda, si kutupa tawi. Ukweli huu ni muhimu kuelewa kwa sababu baadhi ya watu huzani kwamba ikiwa hawazai matunda kwa sasa, Mungu anataka kuwaondoa. Hiyo si kweli kabisa. Anataka kutusaidia. Matawi pekee ambayo hatimaye huondolewa ni yale ambayo hayakai ndani yake. Umeona, kwa hapa tunaona kwamba Kristo bado yuko pande yetu. Kwa hiyo kuna wakati mtu mwingine anaweza kawa yuko ndani ya kanisa akajihisi kama vile mbona kama mimi sina faida yote. Kwa hapa Kristo anasema ili mradi tu uko ndani yake, lazima Mungu atafanyaje? Atakunyanyua. Na anaendelea kusema kwamba ukweli huu unatia moyo, ikiwa bado hatujazaa matunda, atatuinua na kutusaidia ili tuweze kuzaa matunda. Pia atatusafisha yale yasiyo ya lazima ili tuweze kuzaa matunda zaidi. Hatafuti sababu ya kututupa kando. Hata hivyo, Yesu aliweka wazi kwamba hatari halisi iko katika kudumu ndani yake. Tukikataa kubaki ndani yake, kuondolewa kunakuwa hakuepukiki. Kwa hiyo ndio ile ambayo sasa dada Benia alisema kwamba hatari, kwamba sisi hatari yetu ni kukataa kukaa ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Tunapokataa kukaa ndani ya Kristo, kuepukika kutoka hakuwezi kuepukika kabisa. Msingi pia ambayo umeizungumza kwenye ushuhuda. Swala la ushuhuda ndio matokeo. Ina maana unathibitisha kile ambacho umekiishi, unathibitisha ambacho ulikisikia, na sasa Yesu anahakikisha kwamba mkikaa ndani yangu, ina maana kiongozi tayari yupo. Na sifa chache za kiongozi aliye na matokeo chanya ni kutamani wengine watokee. Kwa hiyo Yesu anaondoka, anawaachia wao kwamba sasa mimi nawaachia hii kazi, lakini hamtabaki wenyewe. Lakini Yesu amekuwa karibu, kiongozi lazima ufikike. Kwa maana ya kwamba wanaweza wakajadiliana mambo ambayo hayajatokea. Ndio maana anawaambia ninawapa siri
ili mtakapogundua kwamba hili jambo linatokea, haya msiwe na changamoto yoyote. Lakini pia kiongozi ni yule anayekubali kwamba watu wapitie mabegani kwake waweze kukua zaidi. Kwa hiyo Yesu ameonyesha tabia hizi za kiongozi ili hawa nao pia watakapoweza kuimarika waweze kwenda kutoa ushuhuda. Ndio matunda ambayo anatarajia. Lakini pia namna ya ushuhuda watu wengi wapate matokeo, sio namna ya kwamba Yesu anahitaji wingi. Yesu anahitaji matunda au mazao yatakayotokea pale pia nayo yawe na faida. Hicho ni kitu pia cha kukikumbuka, cha kukizingatia tunapobadilishwa, ili tuweze kuzaa matunda, lakini matunda haya yaweze kuwa na sababu na kazi ya kufanya ndani ya kanisa. Kwa kila mmoja ana jukumu la kufanya. Turudi kidogo mwalimu, kwenye hoja ya Yesu anapoandaa wanafunzi. Wanaanza kupata ile picha ya upweke, lakini anawapa ujasiri. Na miongoni mwa ujasiri ambao nimeupenda kwenye hili somo, anawaambia uwazi ya kwamba mtachukiwa. Ni mara chache sana tunaweza kuambiwa hivyo kwamba Lava, wewe umekuwa rafiki na mimi, watu watakuchukia. Akisema unanichukia tabana, natafuta namna ya kuondoka. Sasa naweza ukachagua sasa mimi nichukie kwa ajili yako. Mimi naondoka na wewe. Sasa kuna ujumbe hapo unaambiwa ya kwamba anawaambia kwamba ulimwengu utawachukia. Nikipata picha ya kwamba waliacha majukumu yao, wakaacha vitu vyao, na huenda kwa hali ya binadamu anawaambia, washikaji, sisi tunaye mwamba mwingine huku, kwa hiyo rafiki wetu mwisho. Halafu sasa huyo mwamba uliyomtambia anaondoka, anakuacha. Kwa hiyo wanaanza kupata wasiwasi, tutarudi kuambia vipi hao jamaa zetu tunarudije? Sasa anawaambia ya kwamba ulimwengu utawachukia. Ukweli ni kwamba kuna mahali shetani hapendi tufiki. Na mahali hapo ni pale tunapofungamanishwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo ataweka mbinu zozote ambazo za kututenganisha na watu wengine. Na kwa maana hiyo haukuwa ujumbe tu wa hawa wanafunzi kwamba watachukiwa na ulimwengu. Hata sisi tukibaki kwa Kristo kuna watu watatuchukia. Na hapo kuna kitu hapa nilikipenda, napenda nikisome hii ukurasa wa 44. Tuweze kuangalia hapo hii paragrafu ya mwisho na ya katikati ya mwisho. Anasema, ni mara ngapi tumekumbana na magumu na kujiuliza kwa nini Mungu hakuyazuia? Au kudhani kwamba alikuwa akitutendea kinyume? Kulingana na Yesu, tunakabiliwa na magumu kwa sababu ametuchagua, si kwa sababu ametuacha. Na anaendelea kusema hii sehemu hapa katikati ukurasa wa 2 hapa mwisho. Yesu aliweka wazi kwamba shetani ndiye mtawala wa ulimwengu huu na kwamba hayatakuwa rahisi tunapokuwa hapa. Ulimwengu hautakuwa kwa ajili yetu. Habari njema ni kwamba kwa sababu Mungu yuko upande wetu, atatusaidia kupitia changamoto na mateso ambayo Yesu mwenyewe alikabiliana nayo. Yesu aliweza kuvumilia chuki kali ya ulimwengu kwa sababu alikuwa salama katika upendo wa nani? Upendo wa Baba yake. Tunapochukiwa na ulimwengu, upendo wa Mungu unaweza kutushikilia pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kututia moyo sana. Ninafurahia anapohitimisha hapo kwamba anatupenda kama Baba anavyompenda. Anatuita rafiki zake. Alituchagua kabla hatujamchagua. Alituumba ili tuzae matunda. Lakini anaahidi kusikia na kujibu maombi yetu. Jambo linanitia moyo sana. Kwa hata tutakapokuja kwenye hoja ya kuchukiwa na ulimwengu, nikisoma hii paragraph na kwamba ametuchagua sio kwa sababu ya kwamba tuweze kufanyaje, anavyosema kwamba kulingana na Yesu tunakabiliwa na magumu kwa sababu ametuchagua, si kwa sababu ametuacha. Kwa hiyo kuna wakati tunaweza kukutana na changamoto, lakini sio kwamba Yesu ametuacha, hapana. Lakini kwa sababu amefanyaje?
ametuchagua, na yeye yuko kinyume na nini? Na ulimwengu. Kwa hiyo ukiwa kinyume na ulimwengu lazima ufanyeje? Uchukiwe. Lakini yeye hakujali yeye kuchukiwa na wale viongozi, hakujali kuchukiwa na Mafarisayo, lakini faraja yake ilikuwa ni kwamba alikuwa anampendeza nani? Anampendeza Mungu. Kwa hiyo tunachojifunza kwenye maisha yetu ni kwamba tusiogope kuchukiwa na ulimwengu endapo tunaenda sawasawa na vile Mungu anavyohitaji. Ningekuwa sasa nimeulizwa swali, somo ambalo la miongoni mwa masomo niliyotoka nayo katika juma hili, ningesema ya kwamba Yesu Mungu wetu anatupenda. Na hiyo anatusisitiza tukae ndani yake. Sio yeye akae ndani yetu, maana tayari yeye yupo kwa ajili yetu. Kwa hiyo ni wito wetu sisi kwenda kwake. Na sijui wenzangu nyinyi kama mngekuwa na kitu sasa cha kuhitimishia kwamba kwa kweli kwenye somo hili pamoja na mengine nimejifunza kitu fulani. Tumejifunza kwenye uongozi bora wa Kristo. Ndio unaotupatia sisi matokeo. Kwa tukiendelea kujiunganisha kwake yeye kama chanzo, sisi tunazaa matunda, na amezungumza sempani kwamba chochote tutakachokiomba atatupatia. Kwa hiyo tukiomba hayajatokea, moja tutambue kwamba inawezekana ameruhusu kwa ajili ya kujifunza, usikate tamaa, na hayaondoi changamoto, haziondoi, lakini anatulinda kwenye hizo changamoto tuweze kuwa na uwezo zaidi wa kuweza kuwa nao, lakini pia namna ya kuweza kujikabili na kuweza kujifahamu. Amen. Mkono wa Bwana ushinda yote, mkono wa Bwana utushindia.
miujiza, unaponya. Hakuna sababu ya kuogopa haya tuyaonayo. Magonjwa, vifo ni ya muda kitambo yatakoma. Nishike mkono usiniache, kwani bila wewe mimi siwezi. Amini ukinishika mkono wako nitashinda jaribu. Nakushukuru wewe uliyechagua kuwa mwanafamilia wa NGBF Adventist, na kushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki tangu mwanzo hata hitimisho lake, na kukaribisha tena Ijumaa ijayo muda na wakati kama huu. Hadi muda huo, Mungu na akutunze.